Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hiki ni kikao ambacho wenzetu wa idara ya maendeleo ya jamii na kiratibu tutapata nafasi ya kusikiliza utekelezaji wa shughuli zao. Wilaya Monduli tuna hazina ya NGOs ambazo kweli kwa namna moja au nyingine zimekuwa zikishirikiana vizuri na serikali. Maeneo mengi sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa NGOs. Ni watu wa kweli ambao ni wasikivu, lakini ni watu ambao wako committed kuhakikisha wanasaidia jamii yetu katika wilaya ya Monduli. Wamekuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano wa karibu pamoja na wenzetu wa idara ya maendeleo ya jamii wakiwa ni waratibu, lakini hata ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa maana ofisi ya Mkuu wa Wilaya, tumekuwa tukiendelea kushirikiana na NGO hizi. Ni watu ambao kwa kweli kwa namna moja au nyingine ni watu ambao wana ile partnership wa serikali na sekta binafsi kwa wilaya ya Monduli inadhihirishwa vizuri. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua kuwa mkuu wenu wa wilaya, lakini pia kwa kunileta wilaya ya Monduli. Serikali yetu inatekeleza mambo mengi na msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwenye ngazi ya wilaya ni mimi, kwa maana ya mkuu wa wilaya. Kuna watu wanafanya shughuli za maendeleo ya jamii, kuna watu wanafanya shughuli za ustawi wa jamii, kuna watu wanafanya shughuli za elimu. Niwapongezeni sana kwa kazi kubwa mnazozifanya. Jambo la kwanza, mashirika ambayo sio ya serikali tunapaswa kuwa wawazi na wawajibikaji katika kutekeleza shughuli zetu. Tusiwe mashirika ya kufanya shughuli kwa ubabaishaji. Tusiwe mashirika ambayo tunafanya shughuli kwa kujinufaisha sisi wenyewe. Tusiwe mashirika ambayo tunafanya vitu ambavyo watu hawavifahamu. Kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa na mashirika wanafanya vitu ambavyo sivyo, lakini wanafanya kazi kwa kivuli cha mashirika yao. Katika kutekeleza majukumu yenu kusiwe na mwingiliano wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo ambayo mnatekeleza miradi. Kwa mfano, unakuta kuna mashirika mawili au matatu kwenye eneo moja linatekeleza mradi unaofanya nini? Unaofanana. Kwa vyovyote vile lazima kutakuwa na mgongano wa maslahi. Pamoja na nyie mashirika kutekeleza miradi mbalimbali, lazima mzingatie vipaumbele vya jamii ambayo mnapeleka miradi. Jambo lingine ni kuhakikisha kwamba fedha za mashirika zinatumika kwenye miradi yenye matokeo chanya kwa jamii kwa kuzingatia malengo ya usajili wa mashirika yenu. Tufanye kazi kwa uadilifu, tuzingatie taratibu ambazo zipo za nchi na za mashirika ambayo ni binafsi hayo yasiyokuwa ya serikali, namna ya uendeshaji wake. Tunajua kwenye wilaya yetu tuna mambo mengi. Najua sasa ndo tumefungua mlango. Niwaombeni ushirikiano wa karibu. Wadau kuchangia shughuli za maendeleo ya wilaya. Utekelezaji ulifanyika, wajumbe walichangia na kushiriki shughuli za mwezi wa uhuru wa 2025. Wadau kuanza kutembeleana katika shughuli zao ili kuweza kujifunza na kupata uzoefu kutoka kwa wadau wengine. Zoezi hili linaendelea kufanyika. Kuna wadau wameshatembelea shirika la MOP Monduli Juu na Nalamatisho Makuyuni. Zoezi linaendelea kufanyika. Kuwasilisha taarifa za utekelezaji wa shughuli za NGOs. Mratibu aliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa shughuli za NGOs zote zilizofanya kazi katika halmashauri ya wilaya ya Monduli kwa kuainisha shughuli za wadau wanazofanya eneo la mradi na sekta husika. Wadau nao waliwasilisha taarifa zao za utekelezaji kwa kuainisha mafanikio, changamoto na mikakati ya kuboresha utekelezaji wa shughuli zao. Pia waliwasilisha mipango kazi yao. Mwenyekiti aliwapongeza wajumbe kwa kazi nzuri wanazofanya, mfano kutoa mbegu kwa wananchi kiasi cha shilingi milioni 150, kujenga madarasa na kutoa msaada kwa wahitaji. Pia aliwaeleza wanapoenda kutekeleza shughuli zao vijijini waambatane na mtumishi kutoka ofisi ya DCDO na DC. Kikao kilifungwa mnamo saa 8:30 na mwenyekiti wa kikao kwa kuwashukuru wajumbe na kuwatakia utekelezaji mwema wa majukumu yao. Naomba kuwasilisha. Kazi hii tunayoifanya ni kazi ambayo ni ya huduma ya watu. Ni kazi ya Mungu, sio ya mtu. Tusijitukuze, tusijiinue. Sisi tufanye ili Mungu atukuzwe kwa kupitia sisi.
Sisi tuliadhimisha miaka 20 ya shirika na tunaendelea kuwafadhili watoto ambao wako primary na wako sekondari na wako vyuo vikuu. Tumeweza kuongeza watoto 21 kati ya wale ambao tulikuwa nao mwanzo. Mashirika haya tunawaza na tunafikiri kwamba tuwe na thematic areas. Tunahitaji tuwe smart, kwa maana ya kwamba hata kama mtu akija anaona hawa watu wako well organized.